Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 aya ya 44 hadi ya 52. Inaonyesha kanisa la mwanzo ambalo Paulo na Barnaba walitoa maisha yao kuhakikisha kwamba ule wito wa Mwenyezi Mungu ambao walikuwa wameitiwa kwamba Kristo atambulike duniani kote, watu wote wanamjua Kristo na wao lazima watekeleze ule wito. Wakachukua hatua ya kuweza kuwaendea watu wa mataifa mbalimbali ambako walikuwa hawajapata nafasi ya kuweza kulisikia neno la Mwenyezi Mungu. Nyakati hizo Wakristo walikuwa wamegawanyika katika makundi haya mawili. Kumbuka kwamba Ukristo ulianzia Yerusalemu, ambako wale Wayahudi waliokuwa wamemkataa Yesu baada ya Pentekoste, walipoona matendo makuu ya Mwenyezi Mungu akiwa anayatenda, ilibidi waweze kupokea Ukristo. Kwa walikuwa ni Wakristo wa kwanza. Sasa mpango wa Yesu ukawa ni huu kwamba Ukristo lazima uene duniani kote. Kwa hiyo ikabidi na watu wengine ambao walikuwa si Wayahudi na wenyewe waweze kuingia katika Ukristo. Kitendo cha Paulo na Barnaba kwenda kuweza kuwahubiria watu wengine huko ambao si Wayahudi ikaleta mkanganyiko ndani ya kanisa. Hivyo basi Paulo akawa anaingia kwenye sinagogi siku ya Sabato akiwafundisha watu juu ya habari ya Bwana wetu Yesu Kristo. Likaibuka kundi moja la Wayahudi ambao wakawa wanapita kila mahali ambako Paulo alikuwa anahubiri neno la Mwenyezi Mungu, wanaenda kuharibu ile Injili, yale mafundisho ambayo alikuwa anayotoa. Kwa nini? Kwa sababu walijawa wivu, kwa sababu Paulo na Barnaba walikuwa wanahubiri, watu wengi sana waliwaitikia. Unaweza ukatokea wivu katika maisha ndani ya kanisa, kwenye jumuiya ndogo ndogo. Mwingine akisimama akifanya matendo mema, wengine wakamwonea wivu, na baadaye wakaanza kuibuka watu kuweza kuharibu. Wananena maneno mabaya juu ya mtu fulani, wananena maneno mabaya juu ya utumishi wako, juu ya huduma yako, wanaharibu, wanachafua. Yalimkuta Paulo na Barnaba, nao mwenye pia itakukuta. Na mbaya zaidi, wanaofanya matendo kama haya afadhali wangekuwa ni wale ambao ni wapagani, watu wa mataifa. Wanaofanya matendo kama haya ni ndugu zako, walikuwa ni ndugu zake ambao walikuwa ni Wayahudi. Basi Paulo hakukasirika kwamba kwa sababu mnatushutumu sasa na mimi naacha kazi ya Mwenyezi Mungu. Walidumu wakanena neno la Mwenyezi Mungu kwa ushujaa. Wakasema hivi: neno la Mungu lilipaswa kwanza kunenwa kwanza kwenu, kwa sababu mmelisukumia mbali neno la Mwenyezi Mungu na kujiona katika nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele. Wakaamua kuchukua maamuzi ya pili kwamba angalieni sasa tunawageukia mataifa, na kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana. Kuna jambo la kujifunza hapa. Wito wa Paulo ulikuwa kwa mataifa, lakini yeye alibaki kwa Wayahudi. Na Mwenyezi Mungu ili pia aende akafanye kazi huko, ilibidi awasimamishe Wayahudi hawa waweze kumnenea mabaya, waweze kuwa wakatili katika ile huduma. Usipotambua wito wako wa Mwenyezi Mungu katika kuweza kukuita, amekuitia sehemu gani, yatakukuta yaliyomkuta Paulo, mpaka utakapokuwa na nidhamu kubwa ya kuweza kutambua Mwenyezi Mungu amekuita mahali gani, uende mahali gani. Tunaogopa sana kwenda maeneo ya kule ambako Bwana ametuita. Tunang'ang'ania sana kubakia katika mazingira ambapo watu waweza kupokea na kuweza kutusifia. Maeneo magumu hatupendi kwenda. Maeneo ambayo yana changamoto kubwa hatupendi kwenda. Tumuombe Mwenyezi Mungu, na ndio maana mpaka sasa hivi asilimia kubwa ya wahubiri wengi wamebakia mjini. Ni wangapi ambao wako tayari kwenda mazingira magumu sana ambako Ukristo haujafika? Waende kule ambako watu hawamjui Kristo. Ni wangapi wako tayari? Tunang'ang'ania kubaki hapa. Ndio maana
kila siku maugomvi ndani ya makanisa, ndani ya jumuiya mbalimbali za Kikristo yapo kwa sababu hatujataka, tumeng'ang'ania kubakia hapo, hatujataka kuweza kutoka. Utakapofika hatua kuweza kutambua hicho, utoke uende huko, ndipo utakapoweza kuona kusudi la Mwenyezi Mungu. Basi watu wa mataifa walishangilia sana kwa sababu ya lile neno ambalo Paulo alizungumza kwamba tunawajia ninyi, kama vile ilivyokuwa imeandikwa, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Kuna wengine ni nuru ya mataifa, yaani waende huko waweze kuwa ni mwanga, lakini ile nuru wamebakiza ndani, wamekana ndani. Ndio maana maugomvi yanatokea. Basi mataifa waliposikia hapo walishangilia sana, wakamtukuza Mwenyezi Mungu kwa sababu ya lile neno ambalo waliokuwa wamepewa. Angalia, hawa Wayahudi hawakuacha tena kuwanenea mabaya huyu Paulo na Barnaba. Wakaenda wakawatafuta wanawake wataua waliokuwa wana cheo katika ule mji, wakawapeleka hawa wanawake waende wakawafanyie mabaya, waweze kuwaudhi Paulo na Barnaba ili waweze kutoka katika mji ule. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana kwamba mwanamke alitumika katika kitendo cha kuweza kumwangusha Adam. Shetani alimtumia huyu mwanamke kuweza kumwangusha Adam. Na baadaye pia hadi katika Agano la Kale mwanamke Delila alitumika kuweza kumwangusha Samson, mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Katika Agano Jipya wanawake wenye pesa wanatumika kuweza kuwaudhi Paulo na Barnaba katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Ujiangalie sana mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu amekujalia kuweza kuwa na pesa na vyeo na utajiri, usije ukatumika kuweza kuwaangusha watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hao wamewekwa kwa ajili ya kusudi la Mwenyezi Mungu kuweza kuwa nuru kwa mataifa. Usije ukatumia cheo chako, ukatumia pesa yako, ukatumia uzuri wako kuweza kuangusha watumishi wa Mwenyezi Mungu. Dhambi hiyo itakutesa. Wanawake hawa wameandikwa kwa ajili ya kuweza kuwaonya wanawake wa kizazi hiki wanaotumika sana kuweza kuangusha watu ambao wamepewa kusudi la Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.